yanatoka Ibrahimu na Sayyiduna Ismail. Ibrahimu alikuwa akabeba kamba, akabeba na kisu, kisha akatoka naye Sayyiduna Ibrahimu mpaka kando kando mwa Mina. Anaelekea kukamilisha takwa, amri aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni mtihani mzito kwa kila mzazi. Ni jambo ambalo haliingia akilini. Mtoto uliyemuomba kwa Allah, tena aliyenyooka, ni mzuri, anayekusikiza na mambo yote, leo Mwenyezi Mungu anakuamrisha ukamchinje, na Ibrahimu anakusudia kwenda kutekeleza amri ya Allah. Ni jambo gumu mno, lakini aliweza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni amri inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kinachotangulizwa mbele za Allah. Na ulama wanatuambia Ibilisi siku hii hakuna siku aliyofanya kazi tangu anaumbwa kuliko hii siku. Walam yakun iblis alayhi la'na min yawmin khalaqahu Allah ashghala wala akthara taraddudan minhu fi dhalika al-yawm. Hajapata kuwa Iblis tangu Mwenyezi Mungu anamuumba siku aliyoshughulika mno, siku ambayo alikienda akirudi. Tangu wanaumbwa hakuna siku aliyoshughulika kuliko siku hii. Kwa nini? Kwa nini Ibilisi ajishughulishe namna hii katika siku hii? Ibilisi ni adui wa mwanadamu. Ibilisi alikula kiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye hatoacha kuwa anawalubuni na kuwaraghai na kuwatoa katika njia wanadamu, maadamatil arwah fi ajsadihi, muda wa kudumu roho katika viwiliwili vyao. Ibilisi amekula kiapo kwa Allah, nitafanya kwa njia zangu zote hiki hawa viumbe hawa wanadamu hawa wa muasi mola wao, kwa kuwa yeye anajua ile ni amri ya Mungu, na Mwenyezi Mungu atapendezewa na mja wake yule kwa kutekeleza amri yake. Anataka kufanya kila aina ya kitimbi ili wapate wale kumuasi mola wao, iwe ni furaha kwake. Akafanya kazi sana Ibilisi, alifanya kazi kubwa siku hii. Kazi yenyewe akawa anakwenda kwa huyu, anakwenda kwa huyu, anakwenda kwa huyu, na kuwapa maneno kwamba bwana, hicho unachotaka kukifanya sicho. Mtu wa kwanza ambaye alimfuata alikuwa ni mwenyewe Sayyidina Ibrahim. Wakati Sayyidina Ismail yupo na babake yuko mbele anacheza cheza, akamwambia Ibrahim, kamfuata, na wao walikuwa wanamuona. Akamwambia Sayyidina Ibrahim, ya Ibrahim, ala tara i'tidala qamatihi wa husna suratihi wa latafata siratihi. Hivi muangalie ule mtoto wako, muangalie kimo chake kilivyokuwa kizuri, amesimama sawa sawa. Muangalie sura yake inavyopendeza, muangalie mwenendo wake uliokuwa mzuri, anakusikiliza. Unajisikiaje wewe kwenda kumchinja wewe leo na uzuri wote huu kwa ajili ya ndoto tu za ovyo ovyo? Sayyidina Ibrahim akamwambia, ni kweli unayoyasema, lakini hii ni amri ya Allah, lazima nitekeleze. Ibilisi akawa amefeli kwa Ibrahim, akarudi nyumbani mpaka kwa mama yake kwa ajili ya kuchukua udhaifu wa mama. Sote twafahamu mtoto mwenzake ni mama, na mama kwa mtoto wake hasikii lolote. Alipofika kwa mama yake Ibrahim, mama yake Ismail, akamwambia, kaifa taqudin dhahaba Ibrahimu bibniki liyadhbahahu. Wewe unakaaje, unastarehe namna hii hali ya kuwa Ibrahimu amekwenda na mtoto wake wakamchinje? Wewe umekaa, anataka kuchukua udhaifu wa yule mama aondoke nao, aripuke yule, aseme haiwezekani jambo hilo, mtoto wangu niliyomzaa nikamlea na nisaidia leo nimchinje, haiwezekani. Lakini kwa sababu ni mama aliyekuwa na ikhlasi, akamuuliza, kwa nini baba yule amchinje mwanaye? Akamwambia, tasumu ama yasumu annahu amarahu rabbuhu bidhalik. Eti anadai kwamba yeye bwana wake ama mola wake amemwamrisha hivyo. Anadai yatakufaa kama ile ndoto aliyoyota Ibrahim ni ya uongo. Kwa hiyo yeye anadai tu kwamba mola wake amemwamrisha afanye hivyo, lakini hamna lolote. Nenda kamuokoe mtoto wako, atachinjwa. Lakini mama yule alikuwa moyo wake una tauhid, moyo wake unamjua Mungu. Akamwambia, haiwezekani mtume akaota ndoto alafu ikawa ni ya urongo. Mtume haoti ndoto kama zetu sisi zinaweza zikawa za uongo.
Unaweza ukaota wewe umeokota fuko la hela, mzungu kaangusha, hakuna mtu yoyote aliyokuona, umeliokota peke yako, afu ukalificha sehemu nzuri kabisa. Ukiamka asubuhi hata ile chai kuna. Hizi ndoto zetu sisi. Lakini Ibrahimu mtume hawezi kuota ndoto ya nongo. Akiota ameota kwa sababu yeye ni mtume. Sheitani hawezi kumchezea. Kwa yule mama alilijua hilo, akamwambia nabii hawezi kuota ndoto ya uongo. Mimi niko tayari kuitoa fidia hata roho yangu. Wewe wasemaje kwa mwanangu? Acha amri ya Allah ikatekelezwe. Ibilisi anafeli tena kwa mama wa Ismail. Hakukata tamaa. Namna gani Ibilisi alivyokuwa ni kiumbe mbaya kwetu, ni mbaya kweli kweli, yani mpaka ahakikishe ameshindwa, amefanya kazi kwa mbinu zote, hakikisha ameshindwa ndio atakuachia. Baada ya kushindwa kwa baba yake, akashindwa kwa mama yake, akamfuata Ismaili mwenyewe mtoto. Ismaili yuko mbele ya baba yake, anacheza cheza, anatembea tembea, akamwambia innaka tafrahu wa tal'abu wa ma'a abika hablun wa sikinun yuridu dhabhaka. Wewe unafurahi, unacheza kwa raha gani hali ya kuwa unamuona baba yako mkononi mwake ameshika kamba na kisu, huko unakokwenda naye anakwenda kukuchinja? Kwa nini unafurahi na unacheza namna hiyo? Kwa kuwa mtoto huyu alileleka kwa malezi. Ibrahimu alimuomba Mungu ampe mtoto mwema. Mtoto mwema manake ameleleka, ni msikivu, amjua Mungu. Ismaili alijua baba yangu ni mtume, akamwambia kama ni baba yangu ameamrishwa hivyo, basi mwache atekeleze amri ya Allah. Sami'na wa ata'na bi amri rabbi, sisi tumesikia na tumetii amri ya Bwana wetu. Amri ya Bwana wangu nimesikia na nimeitii. Ibilisi akafeli tena kwa mara ya tatu, mpaka baadhi wanaochuoni wanasema Ibilisi alipotaka tena kuendelea na maneno ya kumtongoza tongoza, Ismaili alichukua jiwe akamrushia Ibilisi, kwa maana niache hili ninalotaka kwenda kulitekeleza, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya pale Ibrahim akafika pale Mina, sehemu ambayo alikusudia sasa kulifanya lile tendo la kutii amri ya Allah. Akamwambia mtoto wake, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, mimi huwa naona katika usingizi, naota mimi kwamba nakuchinja wewe mtoto wangu. Maana yake sio mara moja, sio mara mbili, huwa naona mara kwa mara katika usingizi wangu mimi nakuchinja wewe. Sasa anamtaka ushauri, fanzur madha tara, hebu tazama wewe unaona nini katika ndoto hii. Mtoto yule akamwambia, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin, ewe baba yangu kipenzi, fanya uliloamrishwa na Mola wako, utanikuta mimi insha Allah ni katika wenye kusubiri. Baada ya hapa sasa Ismail hakuna anachosubiri kingine zaidi ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini Ibrahim kabla ya kumchinja mtoto wake, Ismail akamwambia, baba yangu, kabla hujanichinja nataka nikuhusie mambo fulani. Mambo gani? Akamwambia, jambo la kwanza, antarbata yadayya kaila adhtariba faudhik, naomba unifunge vizuri mikono yangu ili wakati unanichinja baba yangu nisiwe na papatika nikawa na kuudhi baba yangu. Kwa hiyo kamba hiyo nifunge nayo vizuri mikono yangu, ili ukinichinja unichinje vizuri, nisije nikakuudhi kwa sababu roho yatoka nikawa na papatika. Kwa naomba baba yangu, kabla hujanichinja unifunge vizuri na kamba yako. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili akamwambia, antaj'ala wajhi ala al-ardhi kay la tanzura ila wajhi fatarhamani, unijalie uso wangu uelekee ardhini, ili mradi wakati unanichinja usije unanitazama usoni mwangu tukakutana macho kwa macho ukanihurumia, usitekeleze amri ya Mola wako. Kwa ukinichinja uso wangu jalia uwe unaangalia chini, ili mimi unichinje usinione usoni, kwa sababu mtu ukitazama naye usoni hata mbusu yule kimwangalia usoni na muone au tunamchinja.
Kwa hiyo ujalie uso wangu uangalie chini ili usinihurumie. Lakini jambo la tatu akamwambia, wa ashhif shafrataka wa asri' imraraha ala halqi liyakuna ahwana fa inna almauta shadidun. Kinoe vizuri kisu chako baba yangu, na ukipitishe haraka haraka katika koo langu, ili kile kifo kwangu kiwe ni chepesi, kwa sababu kisu kikiwa kibovu hakiko sawa sawa, kitapata dhiki kukata nyama yangu, mimi nitapata maumivu. Lakini ukikinoa vizuri kitapita vizuri katika koo langu, ili kile kifo kwangu kiwe ni chepesi, kwa sababu mauti ni magumu sana. Ibrahim baada ya kuyasikiza maneno hayo, hakuna anachosubiri zaidi ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahimu akanoa kisu chake vizuri, akamweka vizuri kama vile mbuzi anavyowekwa wakati anachinjwa. Sasa anaanza kutekeleza lile jambo. Asema wawadha sikina ala halqi waladi faalajahu bishiddatin wa quwwa wa lam yaqdir ala qat'ihi. Subhana al-malik ad-dayyan. Ibrahimu akaweka kisu juu ya koo la mtoto wake na akawa anakandamiza kwa nguvu zake zote ili aweze kutekeleza ile amri haraka haraka. Lakini kwa maajabu yaliyokuwa makubwa, kile kisu hakikuweza kupita katika koo la Ismail. Ni jambo la kushangaza mno. Kisu kimenolewa, kisu ni kikali. Hii nyama ya binadamu ni sehemu ndogo sana kwa kile kisu namna kilivyonolewa. Inakuwa vipi hiki kisu kinashindwa kupita katika nyama ya mwanadamu? Lakini Ibrahim hakuacha kuwa anaendelea kujaribu zaidi na zaidi, lakini kisu kinagoma kupita, mpaka Ismail akamwambia, ya abati dha'ufat quwwatuka limahabbatika li, ewe baba yangu, zimenyongeka nguvu zako, umekuwa huna nguvu tena ya kunichinja kwa sababu ya kunipenda mimi, tekeleza amri ya Mola wako. Ismaili alijua baba yake sasa, kwa sababu yale mapenzi, nguvu tena zimeisha, hawezi. Kumbe anakandamiza kwa nguvu, lakini kile kisu tayari kishapata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kisikate nyama ya Ismaili. Akajaribu na zaidi mpaka Ibrahimu akapata ghadhab. Alipopata ghadhab, akakichukua kile kisu akakipiga katika jiwe, faswara alhajaru nisfayn, lile jiwe likakawa nusu mbili, likakatika katikati. Ibrahimu akashangazwa, kwa nini hili jiwe limeweza kukata jiwe gumu linashindwa kukata nyama? Akafikia kuliambia Ibrahimu, akawa anakiambia kile kisu, akakiambia taqta'u alhajara wa lam taqta'i allahma. Hivi wewe unakata jiwe alafu unashindwa kukata nyama? Yani inawezekana vipi? Namna ukali wako mpaka umeweza kulipasua jiwe gumu, umelipasua kati, unashindaje kuikata hii nyama? Ibrahimu raghba yake na pupa yake atekeleze ile amri ya Mwenyezi Mungu fishe. Basi fatakallama sikinu biqudrati llahi ta'ala, kile kisu kikatamka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kikamjibu Ibrahim, akamwambia, ya Ibrahim, anta taqulu qta' wa ilahu alalamin yaqulu la taqta', fakaifa amtathilu amraka asiyan lirabbika. Wewe Ibrahimu unaniambia mimi nikate, lakini Mola wa walimwengu ananiambia mimi nisikate. Yawezekana vipi mimi nitii amri yako wewe ni muasi Mola wako? Kama ambavyo wewe unatekeleza amri ya Mola wako, umeamrishwa umchinje mwanao, na hapa upo kwa ajili ya kutekeleza amri hii, na mimi nimeamrishwa na Mola wangu nisikate nyama ya Ismaili. Kila mmoja atekeleza amri ya Mola wake. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatambua kwamba mja wake amefaulu katika mtihani aliyompa, amefaulu katika ule mtihani aliyompa.